There are also elements of cheating when it comes to the value. So even the government is losing on tax. You have heard it's about 6-point-something million. The syndicate is not with my office. If they were working with my people, we would not have seized this container here. Serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa uzingatiaji wa sheria katika uingizaji na usambazaji wa bidhaa nchini ili kulinda afya ya wananchi na kuhakikisha ukusanyaji sahihi wa mapato. Shirika la Pest Control Products Board PCPB limebaini kontena la futi 40 linaloshukiwa kubeba viuatilifu visivyoidhinishwa. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Frederick Mushiri amesema bidhaa hiyo ilisajiliwa kama vipande vya kuua mbu, lakini kilichopatikana ni vijiti vya kuua mbu, hali inayoashiria ukiukwaji wa taratibu za usajili. Clearing agents to be able to outsmart the system. If you look at what we have here, it is very unlikely you'll find a box wrapped with this kind of wrappings. Yeah? Why are these not wrapped? The ones we are seeing ahead of me. In the initial manifest, they were declared as mosquito chips. CHIPS. Now, in what we have here are mosquito sticks. And what was also declared in the bill of landing is mosquito coils. These are not coils. These are mosquito chips, sticks. So it was meant to move out without being detected. Ameeleza kuwa thamani ya mzigo huo ilitangazwa kuwa shilingi milioni 1, lakini tathmini inaonyesha kuwa inaweza kufikia hadi milioni 6, jambo linaloashiria uwezekano wa upotevu wa mapato ya ushuru kwa serikali. Additionally, when you look at the value of this consignment, it is value less than 1 million. So there are also elements of cheating when it comes to the value. So even the government is losing on tax. You have heard it's about 6-point-something million. So we agencies that are required to look at taxes, please just know that we are losing money. Ameongeza kuwa tangu kuanza kwa hatua za udhibiti mwaka 2023, shirika hilo limefanikiwa kupunguza visa kama hivi. Amesema wanatumia mbinu za kisayansi kupima hatari ya bidhaa kwa watumiaji pamoja na kufanya tathmini ya hatari kwa wafanyikazi. Amebainisha kuwa baadhi ya bidhaa hizi huwa na kiwango cha juu cha hatari na ndizo bidhaa pekee zilizowahi kusajiliwa kwa uangalizi maalum. Capture all of them. We started this exercise in 2023, and I can tell you this is a consignment we have been able to seize after many days. Before we started, they were just coming in and out. Because of our control enforcement measures, we've been able to reduce the entry of these products by over 90%. For any pesticide that is registered for use on consumable commodities, we do what we call consumer risk assessment. For products that are used for public health use like these ones, we also do occupational risk assessment. And it's only products that have risks that can be mitigated. It is only those products that are allowed for use in this country. Ametoa wito kwa Wakenya kuhakikisha wanatumia bidhaa zilizosajiliwa na kuidhinishwa kisheria pekee na kuzingatia maelekezo ya matumizi yaliyowekwa. When you apply our Kenyan registered products in your houses, they don't work because you don't want to apply the right dosage. Yeah? I've used them, they work. If you apply the right dosage. Use products as per label instruction. Nikiripotia Swahili Pot FM kutoka kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Makupa Transit CFS. Langu jina ni Ilham Irei. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.